Mwea kuelekea Embu, kaunti ya Kirinyaga. Na ajali hiyo ilihusisha tuktuk iliyogongana na lori la kubeba mizigo lilokuwa likielekea Embu. Na kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Mwea Mashariki, Stephen Okal, amesema kwamba wanane hao walifariki papo hapo. Na kama anavyoarifu Safin Achieng' Ouma, ni kwamba watu wengine watatu akiwemo dereva wa lori walijeruhiwa. Wakazi wa eneo la Murufara katika kaunti ya Kirinyaga waliamkia habari za kusikitisha Jumamosi. Hii ni kufuatia kifo cha watu 8 walioangamia katika ajali ya barabarani kwenye barabara kuu ya Mwea kuelekea Embu. Akithibitisha kisa hicho kwa njia ya simu, kamanda wa polisi wa kaunti ndogo ya Mwea Mashariki, Stephen Okal, alisema kuwa ajali hiyo ilihusisha lori la kubebea mizigo lililokuwa likielekea Embu kutoka Mwea, lililogongana na tuktuk iliyokuwa imewabeba wafanyikazi wa shambani waliokuwa wakielekea Mwea. Tumekasidika bana, sisi ni watu wa Nduthi, tunauawa hapa kila siku, wenzetu wanaenda. Sasa hii ni tuktuk imeua mama ya mtu, watoto wa mtu, baba ya mtu. Inasemekana kwamba ilikuwa inajaribu kupotelea mashimo ambayo ilikatwa kwa barabara wakati barabara ilikuwa inafanyiwa ujenzi. Wakazi wa eneo hilo wamelalamikia hali mbaya ya barabara hiyo ambayo wanasema inachangia ajali za kila mara. Tunauliza serikali, hii barabara ni highway na hii highway imesimamiwa na Kenha. Kwa hii miaka 10 tunaomba tu serikali, hii barabara ni mbaya kutoka makutano ya Mwea kwenda mpaka Meru. Iko na mashimo mingi sana. Na hivyo tunaomba serikali kama itawezekana wakuja washibe haya mashimo, na ikiwezekana pia waweze kuweka bumps ambazo zitaweza kutusaidia. Mmoja wa manusura anapokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya Kerugoya, huku polisi wakimzuilia dereva wa lori hilo. Safin Achieng' Ouma, runinga ya Citizen. Mtazamaji, maafisa wanaochunguza mauaji ya Daktari Victoria Nthunya Muti